Yes, Rasta ni toka shetani hawa Rasta. Unachotakiwa uendelee kuenjoy vibe Jam Rhythm Mix ya Kiss 7, kuendelea kuenjoy mikwaji yote ambayo umesikiza, mikwaji ya Selector Ford ambayo ulitamani pia iendelee zaidi, lakini ni tema ya meza wa Kush. Na leo katika meza wa Kush na hivyo mimi toka shetani toka. Yeah Rasta. Toka shetani. Yeah Rasta ni vibe la weekend Jam Rhythm Mix ya Kiss FM. Mimi ni mkushi wako Musa Baja, kubless na show love nasi popote pale unafuatilia vibe. Yeah man Rasta. Yes I. Bless Rasta boom yeah man. Show love nasi 0738008663 ndio nambari pekee ambayo unaweza kunisogezea ujumbe wako mfupi wa maandishi na mimi nitasoma kile ambacho moja kwa moja umeweza kuniandikia na ukiniambia vibe Jam Rhythm pani zako iko vipi. Lakini pia nifuate katika Instagram Mfalme Musa. Yeah man Rasta show love nasi, lakini pia Kiss FM Tanzania Instagram, Facebook na X ni Kiss FM Tanzania. Hivyo wewe toka shetani. Yeah man. Yes I king and queen. Zakakemia toka shetani toka. Yeah man, katika vibe ni ya kwake Arba Manila all the way from Germany, na tunakwenda kupiga naye story Arba Manila. Leo ni Pasaka pia. Tunafahamu pia kwa Germany pia kuna sherehe Pasaka. Arba Manila tutuambia na baadhi ya vibes ambazo na baadhi ya harakati mbalimbali ambazo pia tunaweza za music ya reggae. Pengine harakati ziko vipi kwa Germany, lakini pia na kwa maeneo mbalimbali ambako Arba Manila pia amekuwa akishow love katika music, na amekuwa ni mmoja kati ya wakushi of course katika music ya reggae ambaye pia amekuwa support katika music ya reggae, na ilifikia kuna wakati kuna baadhi ya awards yakanazitoa. Tupigane story mingi kuhusu harakati mbalimbali za music na yale ambayo anayafanya all the way from German, na kwenda kuungana moja kwa moja na Arba Manila. Yeah man, kule ni Germany ni +49179 na nyingine zikiendelea pia mbele zaidi. Yeah man, greetings Arba Manila. Tuambie German vipi Pasaka leo iko vipi, mkushi huko pande hizo? Yes I. Bless. Karibu. Hapa salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jua limetoka, Pasaka ndio hiyo. Ni furaha. Furaha kwa kweli, furaha kubwa. Vipi habari za Tanzania? Tanzania ni fresh wana nyakati za Pasaka kama hivi. Germany kuna kuaje huko mkushi? Safi sana. Huko kidogo ni watu wanasema watu huko sio wengi wanamwamini Mungu. Na sikukuu hizi pia zinasherehekea tofauti kabisa, sio kama tunaposherehekea wasema Tanzania huko Tanzania. Yeah. Kwa sababu ni hapa ni Wakristo ni wachache, makanisa mengi yanakuwa yako tupu. Okay. Na pia misikiti sio ipo, lakini yani haisikiki miazala kama tunavyosikia nyumbani. Yeah. Kimya. Yes sir. Kwa hiyo wanakuwa na utamaduni wao huku, wanasema hii sikukuu wengi wao ambao muamini Mungu wanasherehekea ni ile, na wanasema wanatafuta kuna historia moja ya kuku sio mayai sio kalishona, unaona wanatundika kuku na mayai, wanatafuta sungula sio nini. Mimi sielewi sana hapo vitu, kwa sababu sisi tumekulia kwenye mambo ya udini, kwa hiyo kidogo tunaheshimu historia zetu za tulikotokea, wanasema Kwa hiyo huko wao wanaabudu mambo mengine kabisa wengi. Tofauti. Sasa na sisi sio ni jukumu letu pia ni kuwapinga, kwa sababu sisi tunaamini kwamba sisi tuna utamaduni tofauti, tuna utamaduni tofauti. Kwa kazi zetu kubwa sisi ni ku respect Yes sir. Tamaduni za wengine bila kuzipinga. Kama wana fly basi sisi tuna fly. Muhimu tu fly. Kwa hiyo tuna fly. Huyo atakayeabudu kuku lakini awe la fly. Asitupige, tusimpige, tusipigane, au sio? Kikubwa ni amani na upendo. Amani. Kabisa. Yeah man. Arba Manila baada ya muda mrefu kuhusiana katika Jam Rhythm, nafikiri miaka 2 nyuma ilipita, na kwa mara nyingine tunasikika tunazungumza pamoja. Tuambie German, harakati zako zipo kwa namna gani huko? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mapambano huko yanazidi kwenda, na matamasha yetu ya Kukaa Moto Festival yameshasimama tayari. Yeah. Mwezi wa 6 tuna Kukaa Moto Kids Festival, alafu tarehe
5 mwezi wa 9 tuna Kukae Moto Reggae Festival, alafu tarehe 16 mwezi wa 11 tuna Kukae Moto Africa Festival. Yes. Lakini kila mwezi tuna Kukae Moto Respect Jam Session huko, na pia kila wiki tuna Kukae Moto Drum Session. Kwa hiyo full tupo ni full masnondo wanasema Waswahili. Yes sir, yes sir. Yaani ukija hapa hakuna kulala. Yeah, hakuna kulala, lakini pia ni programu ni za kwenda mbele. Yaani hakuna mtu ambaye anakuwa atachoshwa na sisi, yani kwamba tuna vitu vingi vizuri, na pia hizi platform tumefungua ni kwa watu wote. Yeah. Tunawakipu watu busy. Yote anayetaka kujisikia kucheza ngoma utamaduni wa Kiswahili wa Mtanzania, kujifunza, na kila Jumatatu tupo ndani ya tupo sehemu moja inaitwa Kultura House Atwa. Yeah. Tunaanza ni hapo basi jioni kuanzia mida saa 12 tunapiga mpaka badilishana ni madarasa mpaka saa 3 za usiku. Kwa hiyo basi, na kila mwisho wa mwezi Jumamosi ya mwisho wa mwezi tuna hiyo Kukae Moto Respect Jam Session ambayo tunapiga tunakutana ni watu mbalimbali, tunapika pamoja. Yeah. Wakubwa na watoto, na wana muziki, wana muziki, wana mitindo, kila mtu ana kitu chochote cha kuonyesha. Tuna majukwaa yako pale, tuna nyumba kubwa tumepewa, tuna jiko kubwa, tuna chumba cha mazoezi ambayo kina vifaa vyote vya muziki. Yeah. Kuna set drum, kuna piano, kuna magitaa yako mle. Kwa hiyo watu wanakuja, yote atakayekuja basi anaruhusiwa kujaribu, pia atakujaribu. Lakini kuna watu pia wanaongoza program zile, kuna wengine wanapenda kwanza kupresent program zao. Kwa hiyo tunawapa nafasi pia, kila mtu anakuwa anaandika kwenye kitabu pale. Na hiyo Kinder Festival, unasema Kids, Kukae Moto Kids Festival, basi wanakaribishwa ni watoto wakubwa, bendi mbalimbali. Kuna program nyingi pia, tumewalika magari ya zimamoto, magari ya polisi yanakuja pale, kuja ni watoto waangalie, waulize maswali. Kuna mafarasi ya kuwatembeza watoto pale, basi tunacheza ngoma, wengine wanafanya concert. Tumetengeneza haya wasemaji ya madude ya kuruka ya watoto ya jumping hizi nini. Yeah. Watoto wanakuja, wazazi wana fly, basi tunajaribu kuuza. Tumetengeneza pia ni kinywaji chetu kinaitwa Alba Manila Drinks. Yes sir, yes sir. Kwa hiyo basi kwa hiyo Alba Manila Drinks tunajaribu kuwauzia pale. Ni chai ya tangawizi na nini, basi na kuna kinywaji tunachanganya na kwa mfano tunachanganya vile vitu ambavyo vina ugonjwa wa nyumbani, iriki hizi ya 30. Kwa tunapiga viungo fulani hivi. Viungo fulani. Lakini lengo letu kwamba tupate hela za kusaidia project za Kukae. Wakati unaendelea kusonga mbele zaidi, umezungumzia hapo kuhusiana na issue ya Kukae Moto. Kwa mdau ambaye ndio mara kwanza pengine anasikia Jam Rhythm leo, Kukae Moto ni nini hasa, nipenda kufahamu? Kukae ni jamii. Yeah. Kukae ni jamii. Moto tunasema ni ile nguvu. Yes sir. Kwa jamii yenye nguvu na jamii ambayo ni yenye umoja. Wanasema ni umoja ni nguvu, tunaamini. Kwa hiyo Kukae Moto ni umoja wa jamii fulani wenye nguvu. Yeah. Ya pamoja. Nguvu ya pamoja. Lakini pia Kukae ni Bantu, unafahamu hilo neno la Kibantu. Kukae. Yeah. Ni nyumbani. Lakini pia ni ile moto, kama nilivyokuambia, kuna tafsiri mbili. Tunasema nguvu, lakini pia moto ni kama moto. Kwa hapo kuna mtu yote anaweza kutafsiri anapojua. Yeah. Ila sisi tumeweka ni lengo letu kwa umoja ni nguvu. Kwamba Kukae Moto ni ile nguvu za pamoja. Nguvu za pamoja. Tunaamini kwamba nguvu za pamoja ni Kukae Moto. Lakini pia Kukae kama nilivyosema ni ile Kukae ni nyumbani, na moto pia ni moto na maana mbili. Kwa hiyo unaweza kukuta unasema nyumbani kwa moto. Kweli unaweza kutafsiri ni hivyo, ukisema unaruhusiwa, kwa sababu ni ile sisi tunachohitaji kwamba umoja ni tushikamane. Yeah. Tujijenge ama tuinuke pamoja, kwa sababu tukiwa tumeshikamana pamoja maisha yanakuwa ni rahisi sana. Tutapata kila kitu.
tunachokitaka, kwa sababu wewe unaweza vitu ambavyo mimi siviwezi. Yeah. Mimi naweza vitu ambavyo wewe huviwezi. Kwa hiyo tukiviunganisha pamoja, basi tunapata uwanja mpana ambao ni ile una kila kitu. Nguvu za pamoja ndio zitakazotoa. Yes, I. Lakini tusipokuwa na hizo nguvu za pamoja, ndio hiyo unaweza kutafsiri kwamba vile ni ile wewe nyumbani kuna kuwa kwa moto, kwa sababu kila mtu anakula peke yake. Anakula peke yake. Sasa wewe kama tushirikiane, basi mimi leo nikikuona ni wewe, basi una mali, naweza nikakufuata na panga nikukate miguu ninyang'anye. Yes, sir. Kwa tukishirikiana basi hatuwezi kupigana, tutakuwa tuna amani, tuna upendo, tuna furaha. Yeah man. Tutasaidia pia ile jamii yetu, na ndio maana tunajitahidi sana kuwasomesha vijana, hata timu ya kukaa moto, kama vile jamani, tuangalie umoja wetu ni kitu kimoja muhimu sana. Hasa sisi tunaopewa madaraka ni ya kufanya kazi na katika jamii, ni kioo cha jamii. Kwa hiyo kila msanii unayemwona kusema mwenzetu anaweza, kama tuna uwezo basi tumshike mkono, akifika sehemu fulani atawashika wengine mkono, basi tutatoka pamoja. Yeah. Na tutafanya maendeleo. Yes sir. Katika tasnia ya music ziko baadhi ya vibes ambazo Alba Manila umezitoa, lakini kuna moja ya vibe ambayo nafikiri ile ni toka shetani, ambayo unaonekana mkiwa umevaa mavazi fulani hivi. Ile ni bila toka shetani, ile vibe. Ile vibe ndio. Ile vibe ilikuwa ni kwa nini ambacho hasa ulikifikiria wakati unafanya ile vibe ya toka shetani kwa jumla? Na hii nyimbo hiyo nilikuwa nafikiria kwamba unajua ufisadi mwingi, watu wasaliti wengi, watu ni hawajali watu wao, wengine wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanaleta nile vurugu, watu wanagombania madaraka, umefahamu? Kwa unakuta sasa mwisho wa siku ni hii yote, sisi tunaamini kwamba hivyo vitu vyote ambavyo ni vya kishenzi vinatoka upande mbaya, na upande mbaya ndio tunasema upande wa shetani, si ndio? Yes I. Kwamba shetani analima ni watu, shetani ni yule shetani ana huruma, shetani ni hapendi kuona ni watu wananufaika ni watu. Yes I. Kwa hiyo shetani hapendi amani, shetani anapenda ni ile vita, anapigana, anafanya nini. Kwa hiyo sasa sisi kazi yetu kubwa tunasema bwana, sisi tunahitaji amani, tunahitaji upendo, tunahitaji ushirikiano, tunapenda maendeleo, tunapenda kufurahi, yani hatutaki kumuona mtu ana shida, tunapenda kuona nyuso zote zina furaha. Yes sir. Kama mwisho wa mwezi wanakuambia ni mwisho wa mwezi ukifika kuna watu wanakuwa na furaha, kwa sababu ni ile ukiwa unajua, basi tunapenda kuangalia upande kama ule, lakini hatupendi kuangalia upande huo tunakuwa hatupendani wenyewe kwa wenyewe, tunapigana, tunafanyana ufisadi, tunagombania madaraka, kila mtu ana madaraka hayawezi, basi unakuta ni watu wanachafua. Kwa hiyo sasa hapa tunajaribu kwamba tunajua kusema ni ile siko salao wale watu, ni kwamba upepo mchafu shetani yakawapitia. Kwa hiyo sasa tunatakiwa kumkemea shetani ili anile tukimshinda basi nile mambo yatakuwa safi. Kwa hiyo ndio maana nasema toka shetani, nasema toka. Analeta vita, analeta njaa, watu wanakufa kama hivi sasa unaona nile vita vinavyopigana ni. Yes sir. Unaona vitu vya mashariki yani hapo kati. Kwa hiyo ni shetani pale kishaanza kuleta nile vurugu zake. Kwa hiyo lakini athari zake ndio hii tunakosa sasa hizi mafuta ni huko, watu ni maisha yanakuwa yanapanda kila kunapokucha. Vita vyenyewe ni watu wanakufa hawana hatia. Kwa hiyo ndo anasema sasa kila mtu ajipange kokote aliko, asimame imara, ajifunge mkanda kupambana na huyu mshenzi, kwa sababu anateketeza watu katika jamii, anafanya bei za vyakula vinapanda juu, maisha yanakuwa ghali, watu wanakufa. Kwa hiyo sasa tunahitaji sisi sote tusimame ili tuweze kupambana kumzuia shetani, kumtoa. Yes sir. Kwa sababu anatuletea hasara. Anatuletea hasara. Toka shetani toka, nasema toka, hasara. Toka shetani nasema toka. Yeah man. Kuna mpaka sasa Manila kuna album ngapi ambazo umeshazifanya katika ngoma zako zote? Kuna
album zaidi ya 6, 7 zimetoka, lakini wanasema unafahamu, wanasema hatuvumi lakini tupo. Yani sivumi kwa sababu mimi muziki sijasimama kama biashara. Yeah. Mimi muziki ambao naimba ni muziki ambao najaribu kuchangia mawazo katika jamii na kubadilishana mawazo. Nasema tunabadilishana mawazo yani na vitu vingi vya kuongea ambavyo nimevipitia, nimeviona. Yeah. Na najaribu kutoa mchango wangu katika jamii, lakini sipo katika biashara. Lakini watu wengi wanakuambia kusema wewe hii ni biashara. Yeah. Ni biashara, lakini sasa mimi si mfanya biashara, kwa hiyo mimi sijui kama ni biashara tunaitoa vipi. Kwa hiyo ndio maana nakuta nipo slow sana. Yeah. Hii album ya wimbo ambao mmoja kati ya wimbo ambao nimezungumzia Toka Shetani. Yeah. Ipo zaidi ya miaka 20. Miaka 20 iliyopita. Lakini pia miaka mingi sana. Yeah. Hii album inaitwa Nilikotoka. Nilikotoka. Ukiifuata ni ile Spotify, Amazon, YouTube, yeah, utaipata, utasikiliza hiyo muziki kwamba nilikotoka nazungumzia nilipotoka Tanzania. Yeah. Ni joto, moto na ni hatari. Umenielewa? Yeah. Lakini hapa nilipo Ulaya pia ni baridi, joto pia ni hatari. Yeah. 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 Kwa hiyo hapo sasa najaribu hapo kuwaelezea ni watu kwa nini nasema nipo, kwamba ni changamoto za nyumbani tunazozipitia. Kama unakuta kama mimi maisha yangu ni hayakuwa rahisi, japokuwa tulikuwa na wazazi waliokuwa na hela, lakini wazazi nilikokulia mimi ni tofauti. Nimekulia ni mikononi mwa babu, nimekulia nimehangaika, nimeenda sijui kukulia kwa mjomba, kwa sababu wazazi walitengana, afu mwenye pia ilibidi nijisomeshe shule, naenda shule peku. Yeah. Uniform zimechanika. Umenielewa? Nafanya kazi za kuuza kuni, nauza sijui mayai kwenye mabasi, naenda kuuza samaki vilabuni. Umenielewa? Yeah. Kwa sasa hamna mtu anayekushika mkono. Kwa unaenda peku, unaonekana hata upo kama upo tu, nauza mahindi ya kuchoma barabarani. Nimefanya shughuli nyingi sana. Yes sir. Kwa hizo ni changamoto za nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa nafikia kipindi mpaka naanza wizi. Sijui unafahamu, naruka kwenye manyumba ya watu, naenda unaiba tu. Yaani unaiba, ni wewe unajua kusema hata nikipigwa mimi nikifa mimi sina umuhimu. Sijui unanielewa? Yeah man. Ndugu ni ukiona ni hamna naye kujali, hamna anafanya kitu chochote. Afu na system ya nyumbani yenyewe yani ile haikutambui. Yeah. Ushanielewa? Yes, unaona tu kila siku ni watu tunachagua viongozi, tunashangilia tu mabarabarani humo, tunapigwa na mavumbi. Yani kama vile hatujui. Afu kila siku watu wanakufa, ni tunaona kawaida tu, tunapeleka majeneza kwa, tunaimba, tunazali, tunalala kwenye misiba. Yeah. Tunaona kama kawaida maisha. Yes sir. Lakini kumbe ni changamoto ambazo niwe ndio nakwambia nilikotoka. Sasa uko moto, joto, hatari. Sasa nilipofika pia hapa nimefika, nipo Ujerumani hapa, na hapo pia nilepa na shughuli. Yani hapa akiokti kitu. Umenielewa? Yeah. Hizi sijui vyakula vyote, vyakula yanatoka huko pia Tanzania. Lakini pia ni hapa kuna baridi kishenzi, afu watu pia si wacheshi. Yeah. Umenielewa? Yeah man. Kwa hapo ubaguzi pia ni wa hali ya juu. Kwa hiyo unakuta tena ukitokea ni ukipita wa Afrika ni hapa ni leo. Wengine wanapigwa wanakufa tunawaona. Tunaandamana. Lakini wengine tunaogopa wakati mwingine pia ni tutembee wapi, natakiwa ni ile ujue, na umefahamu? Yeah. Kwa hiyo sasa kwa changamoto kama zile. Kwa hiyo sasa hapo ukifika ni hapa ni unaona kama vile labda ndio umemaliza, kumbe ni ndio moto umeanza. Yeah, kwa hiyo baya tulipotoka baada ukaja kutoa vibe ya Vumilia, ina uhusiano gani pia na katika masiba ambayo umeyapitia? Ni Vumilia. Sasa Vumilia ndio hii wimbo ambao sasa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio kwanza video ya kwanza imetengenezwa na dada mmoja anaitwa Ina. Yeah. Huyu dada ni kutoka Ukraine. Amekuja ni hapa Germany kwa sababu ya vita pia hizo na nini, lakini kafika ni hapa ni tumekuja kufahamiana kupitia huyu mpiga picha wetu anaitwa Katarina Kipa. Yeah. Huyu tuna program moja, tuna event moja inaitwa New Chemnitz Mode. Ili kukae moto ina programu ambayo tunafanya mode shows na nini. Kwa hiyo dada basi anakuwa anapiga picha, tunafanya pia maonyesho ya picha kwenye museum hapa na sehemu mbalimbali. Kwa sababu picha zetu zimesimama ziko kule. Kwa hiyo dada nilimuuliza kama anaweza
akanifanyia video, akaniambia bwana video hawezi, la anamfahamu kuna huyo dada mmoja anaitwa Nina. Kwa hiyo basi huyo dada ni yule, akaniunganisha naye huyo dada kweli, akaniambia nipe albamu moja nisikilize nyimbo zako. Nikampa, ndo akauchagua wimbo wa Vumilia. Akasema wimbo yani yeye haelewi maana yake, lakini yani ile unamgusa sana, afu na pia ni ile nimsimulie ili aweze kuelewa. Nilipomsimulia basi ni ile kweli akawa ni kweli chaguo lake. Hiyo Vumilia bwana, rafiki yangu, tunazungumzia ni unajua mambo ya kusema Vumilia, nazungumzia juu ya maisha mimi, maisha yangu na mke wangu. Kwamba mimi narudi kutoka mihangaikoni, na yeye mwenyewe pia yuko mihangaikoni. Kwa hiyo nikifika nyumbani, yeye akitangulia, akifika hapa nyumbani anakuwa na changamoto pia nyingi, kwa sababu tuna familia, tuna watoto na nini. Kwa hiyo nakuta basi mambo yeye wakati mwingine hayaendi, watoto huko wana shida hizi, wana shida zile, yeye mwenyewe pia anahitaji kuwa na muda. Na mwenyewe pia narudi huko nimechoka, basi unamkuta mama ni ile naye analia. Kwa hiyo basi nakwenda mbio kwenda kumkumbatia na kuja kumtuliza hasira zake na kumwambia bwana, tulia, acha kulia, maisha bwana ni safari ndefu sana, kuna kupanda, kuna kushuka. Kwa hiyo tusimame tuombe pamoja, lakini tusikate tamaa. Vumilia, maisha ni safari ndefu. Hiyo ndio historia kidogo. Tunampa nguvu, nilikuwa nampa nguvu mama watoto. Kwamba anitambue hata mwenyewe pia napambana, yani huko hakuna kulala. Wote tunachoka. Kwa hiyo hatuwezi kusema tukate tamaa. Alafu kwa hiyo katika albamu hiyo pia kuna wimbo mwingine ni ile mzuri sana pia ni kuna nyimbo nyingi sana nzuri. Kuna nyimbo nyingine tu ila sema wimbo mmoja unaitwa Napata Habari Mavi. Kuna wimbo mwingine unasema ni ile Tupinge Vikali Rushwa. Kuna nyimbo kuna wimbo nyingine unasema ni ile Mama Penzi Lako Ndalienzi. Kuna yani namshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia kuna wimbo mmoja unasema Mvua Haiwezi Kunizuia Mimi Kama Rasta Kurudi Nyumbani, kuja kusalimia nyinyi ndugu familia. Umeelewa? Yani naweza nikasema nile tafadhali ifuatilie album. Ina mchango mkubwa katika jamii, ina mchango mkubwa. Na nashindwa kuipromote sana kwa sababu sina nguvu za kupromote, lakini nashukuru wewe unaipromote. Na wewe unauliza na unataka kuipaisha, basi ni ile ni baraka na ni zawadi kubwa kwangu. Asante sana. Manila, wewe tunapozungumzia mmoja ya wadau wa music reggae nchini Tanzania, ambao licha kwamba kwa sasa upo Tanzania huko Jerumani, lakini umekuwa pia na support kubwa ya kuhakikisha muziki huu unaendelea kusonga mbele zaidi. Unazungumziaje sasa kuhusiana na music ya reggae ukiangalia kwa huko Jerumani, lakini pia kwa Afrika kwa ujumla, lakini pia na zile sessions zako za kuhakikisha muziki huu wa reggae kwa hapa nchini na ukanda huu kama Malawi unaendelea? Pengine hali ipoje kwa sasa? Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tupo na pia tuna watu, lakini mara nyingi tunasema ni ile umoja ni nguvu. Ndio hiyo tunasema kukaa moto, kwamba ni ile nguvu za pamoja ndio mafanikio. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta ni ile wakati mwingine una timu, lakini kama timu bado haijaelewa umuhimu, inakuwa pia ni ngumu sana pia kuweza kuwafikisha ni watu mbele. Ila majukwaa ya kukaa moto yapo, nafasi hizo pia tumezitoa, na pia tuna vitengo maalum ambavyo tunaomba timu ni watu wengi ambao ni leo wanapenda ni kushirikiana na sisi, waje wajitoe, tusimame pamoja tuweze kufanya mambo mengi makubwa. Majukwaa yani wanamuziki wa reggae tuna nyumbani hapo, tunayo Malawi pia yapo, tuna timu hapo Jerumani, ndio kama nilivyokuambia kwamba tarehe zote zimeshasimama ziko ni hapo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wasanii wa nyumbani, sasa ifikie hatua ni waanze kuja kufanya tour za hapa za hapo Jerumani, Ulaya. Milango iko wazi, yani kila atakayependa ajisikie yupo nyumbani, yani ajisikie ni kwamba ana nyumbani hapo Ujerumani. Na hapo Ujerumani muziki ya reggae kama unapofahamu kusema kuna concert makubwa sana, reggae jam is hapo Rotterdam, zimejaa hapa kila mwaka na wanakutana dunia nzima wana reggae. Kwa hiyo na mimi furaha yangu ni kwamba sisi wanakukaa watu wa nyumbani, wanamuziki wote wa reggae hapo nyumbani, wote wanaijua kukaa moto. Wanatakiwa ni ile watumie platform hii, waitumie fursa hii, waandike barua, waonyeshe
nation waje na bendi, kwa sababu inatupa furaha sisi. Inatupa furaha na inatupa nguvu kuona kwamba watu wanaamini duniani kwamba vile ni mwanadamu wa kwanza katokea Tanzania. Umeshanielewa? Sasa kwa hiyo reggae ya Tanzania ni kwamba ni original. Sasa mimi ni divai, yani ni original ambayo watu wanaitaka kwa sababu wanataka kuona zilikotokea. Na hapa na programu za kukaa pia hapa sasa katika museum hii ambayo tumeenda kupeleka kule, nimekuambia tuna hiyo event ya picha. Tumepeleka kwenye hiyo museum ni kwa sababu ni Planet Africa. Kwa hiyo katika Planet Africa pia wanazungumzia hizo story. Kwamba mwanadamu wa kwanza katokea hapo nyumbani Tanzania. Na wameonyesha ni ile kutoka mweusi mpaka mtu alipokuwa mweupe. Wamesimulia hivyo pia. Kwa hiyo sasa mimi kama bwana kukae kupewa nafasi ni hiyo pale. Kwenda kuwakilisha najisikia kwamba naona kweli sisi ndio original. Kwa hiyo wakitoka watu kutoka nyumbani wakaja ni hapa, ndio neema kubwa. Watu wanatuaminia na watu watapata wateja wengi kwa sababu wanajua ni hao ndio original. Hata Jamaica wenyewe wanafahamu. Yes, hapo Jamaica wenyewe pia wanafahamu. Bless sana, asante Rasi Arba Manila all the way from German. Man, Bless. Tumezungumza mengi na tumesikia mengi katika harakati ambazo pia mnaendelea kuzifanya katika music ya reggae na namna pia support kubwa kupitia kwa K-Moto Culture Center. Man, harakati mbalimbali kwa jumla. Bless Yaman Rasta akishow love nasa kwa vibe Jam Rhythm leo Tanzania to German. Yes sir. Bless Mkushi. Mimi ni mkushi wako Musa Bai. Mpaka time nyingine Jumapili ya wiki ijayo kwa time na muda kama huu. Saa 8 mpaka time wa saa 10. Asante. Katika Instagram tatu kupitia Mfalme Musa.